Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, kitu chochote kizuri hakipatikani kwa wepesi. Lazima ufanye jitihada ya zaidi katika kukitafuta. Moja katika kitu hicho, mfano ni dhahabu, ni almasi. Huwezi kuzikuta zimekaa juu hivi zaelea. Lazima ukatafute magreda, utafute mashepe, ufukue shimo mpaka uingie, mpaka uje utoe, na ukitoa ukazisafishe, utafute hivi. Hivi ndivyo kinavyopatikana kitu cha thamani. Na viko vitu vya thamani mfano wa elimu. Dunia yetu ya sasa, watu wengi sana wameiteremsha hadhi na thamani elimu. Wakadhani tu kwamba mtu anaweza kwenda dukani akanunua kitabu au akaingia kwenye mtandao akaangalia, halafu yeye akawa na elimu, akawa ni mwana wa chuoni. Hivyo sivyo. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema innamal ilmu bitaallumi, kwa hakika elimu inapatikana kwa kujifundisha. Elimu inapatikana kwa kufundishwa. Ni lazima upige goti kwa walimu wakusomeshe, ndipo utakapokuwa na elimu. Akaendelea akasema wa innamal hilmu bitahallumi, na kwa hakika upole unapatikana kwa kujizoesha kuwa mpole, sio kwa kuendekeza moyo wako tu. Ukiudhiwa kidogo ukifanya hivi jizoeshe kuwa mpole, jifundishe kuwa mpole. Wa man yataharra khaira yu'tahu, na mwenye kuitaka kheri, mtu ambaye atakuwa na pupa ya kutaka kheri, basi atapewa. Lakini we mwenyewe uwe na pupa ya kuitaka ile kheri. Wa man yattaqi sharra yu'qahu, na mwenye kuiogopa shari ataepushwa nayo. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyotangulia kusema kwamba kila kitu bora, kitu chenye thamani hakipatikani kwa wepesi. Ikiwa wewe wataka elimu, kapige goti kwa walimu wa kusomesha. Ikiwa wewe wapenda kuwa mpole, basi zuia nafsi yako pale unapoudhiwa ili wewe upate ule upole. Izoeshe nafsi yako kuwa mpole. Ikiwa wewe waitaka kheri, ikimbilie kheri, itafute kheri ilipo, utaipata kheri. Na ikiwa wewe unaiogopa shari, basi jiweke kando na shari, kisha muombe Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie kuipata elimu, kupata upole, kupata kheri na kuepushwa na shari. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie elimu yenye manufaa. Allah atujalie upole katika nafsi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atupe kheri nyingi, na Allah atuepushe na shari. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.